uhalisia wake, uso wake uko umetaghayyar, umeharibika kabisa, kwa maana kama mtu aliyejawa na hasira sio hasira, mtu aliyejawa na maumivu, yani uso wake unakuwa si katika hali ya kawaida, katika hali za namna hiyo. Na hata sauti yake ikabadilika, mtu akawa ni mwanamume lakini akawa anatoa sauti kama ya kike, na mtu akawa ni mwanamke lakini akawa anatoa sauti ya kiume na kadhalika. Lakini dalili ya 4 tunasema antanadhi ala shakhsi almubtala fala ijabatan wala radd, kwamba dalili nyingine ya kumjua kwamba shetani huyu amekwisha jaa katika mwili wa mgonjwa vizuri kabisa ni kitendo cha wewe kumuita yule mgonjwa mwenyewe ambaye aliingiliwa na shetani yule, kumuita kwa jina lake. Kama atakuwa hajakujibu, basi hiyo ni dalili, au hajakuitikia, hiyo ni dalili ya kujulisha kwamba sasa huyu amekwisha jaa vizuri katika mwili wa mgonjwa. Ama dalili ya 5 tunasema inqilab al-ainain kadhuhur al-bayad faqat au hamrat al-ainain, kwamba tunasema dalili ya 5 ni kubadilika au kupinduka macho ya mgonjwa. Macho ya mgonjwa kupinduka, kwa maana kwamba katika hali ya utazamaji wa kawaida mtu inatakiwa dude jeusi hili lililoko katika macho, baka jeusi likae limeelekea kwa mbele kule mgonjwa anapotazama. Lakini sasa ikiwa hili layer ya weusi ikawa imepinduka imeingia ndani, halafu wewe ukimtazama unaona huu weupe wa macho, hiyo pia ni dalili ya kuonyesha ya kwamba huyu sasa shetani amekushajaa katika mwili wa mgonjwa. Ndio maana akasema kadhuhur albayad, kama jinsi kudhihirika katika macho weupe tu lakini ule weusi ukawa umekosekana, au hamra al-ainain, au macho kuiva kuwa mekundu sana, basi hiyo ni dalili ya kujua kwamba huyu shetani amekushajaa vizuri katika mwili wa mgonjwa. Na sasa kitakachofuata ni hichi nitakachokuja kueleza hapo baadaye kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Ama dalili ya 6 ya kujua kwamba huyu shetani amekushajaa katika mwili wa mwanadamu, tunasema kuthratu as-sarakh al-mutatabi'a, ni kuzidi kwa kelele ambazo zinazofuatana, yani kelele kwa muda mrefu, kelele zisizokatika, mayowe yasiyokatika kwa muda mrefu. Hiyo ni ishara ya kuonyesha kwamba shetani hili limeshakushajaa vizuri katika mwili wa mgonjwa. Na hapo kuna jambo ambalo litakalokwenda kufanyika. Endelea kunisikiliza nikupe utaratibu mzuri, na inshallah biidhnillah tabaraka wa taala hutakuwa tena ukilalamika kwamba mimi nimetibiwa mashaitani na hayajatoka, na yule ambaye anasema kwamba anatibia mashaitani na bado anafeli, basi kwa utaratibu huu utaweza kupasi mtihani wako katika hali ya matibabu yako ya kuwatibia mashaitani katika miili ya wanadamu kwa hurma na utukufu wake subhanahu wa subhana. Ama dalili ya 7 tunasema tuhanul jasad bihalati tashabbuhi al-ighma, kwamba ni mtu kupata yani kama kuvimba, yani anavimba, yani ule upumuaji wake